السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الحاضرين، katika kikao chetu cha leo kwa muda huu tutazungumzia kuhusu msingi madhubuti miongoni mwa misingi ya da'wa salafia, nacho ni kipengele cha kurudi kwa maulama. As-salafiyun ahlus sunnah wal jamaa, miongoni mwa misingi yao ambayo wameafikiana juu yake ni kwamba mambo yote ya dini yatarejeshwa kwa maulama waliosimama katika misingi ya haki juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika fadhila zake Allah subhanahu amejaalia katika kila zama kuwepo kwa maulama. Wanaweza wasiwepo katika mji mmoja au katika miji fulani, wakawepo katika miji mingine, lakini katika kila zama kuna maulama ambao wao ndio wasimamizi wa dini hii, wanazuoni wa Kiislamu. Na itakapofika wakati hakuna maulama, kwa maana ya kwamba elimu haiko, ndipo pale wajinga watakapopewa nafasi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au inawezekana wanawazuoni maulama wakawepo, lakini watu wasiwajue maulama, na kwa sababu hiyo wakashindwa kurudi kwao. Wasiwajue wanawazuoni na maulama wao kwa sababu mbalimbali tu. Miongoni mwa hizo ni kudharauliwa wanawazuoni hao na kutwezwa na kuonekana si kitu chochote, na wale wababaishaji wakapewa nafasi wakionekana kuwa ndio wasemaji wa Uislamu, ndio mashekhe. Kwa hiyo nafasi zao zikaporwa, wakapewa watu wengine. Inawezekana kwa sababu hiyo au kwa sababu nyinginezo, lakini uwepo wa wanawazuoni ikawa hauna faida kwa ulimwengu wa Waislamu. Inawezekana hilo, na watu wakifikia kiwango hicho wamefika kwenye hatari kubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingi zilizokuja kuelezea fadhila za wanawazuoni, lakini moja katika hizo alitoa tahadhari kwa watu na kuwapa onyo, akisema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Huyo si katika sisi mtu ambaye hamuheshimu mkubwa wetu
mtu ambaye hana heshima na watu wakubwa waliomzidi kiumri na maarifa, huyo hayuko katika mwenendo wetu huyo. Pia si katika sisi mtu ambaye hana huruma kwa mdogo wetu, ana roho ya ususuavu na ukatili, hawahurumii wadogo na walio wanyonge, huyo hayuko katika mwenendo wetu na mfumo wetu na manhaji yetu. Na pia sio katika sisi mtu ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu, huyo hayuko katika manhaji yetu na njia yetu. Hadithi hii ni hadithi sahihi, ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, hadithi nambari 22807 kwenye al-Musnad, na wengineo katika wanawazuoni wa Kiislamu wameitaja hadithi hii na ni hadithi sahihi. Mahali pa kuweka nukta na yule ambaye haijui haki ya mwanachuoni wetu. Wako wanawazuoni waliosimama sawa sawa, wanawachuoni wa haki, lakini pia wakati huo huo kuna wanawazuoni wa batil, wanawazuoni wapotofu wapo, na katika kila zama itakuwa hivyo. Lakini sisi tunawazingatia ni wale wanawazuoni waliosimama katika njia ya sawa sawa, wana ilmu, wana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Talibul ilmi, mwanafunzi, kadhalika muislamu wa kawaida tu, anatakiwa awajue wanawazuoni ambao jambo lake atalirejesha kwao. Ulimwengu una mambo mengi sana, na kila uchao kuna mambo yanazuka, mara limetokea hili, mara limetokea lile. Kuna hali ya amani, kuna hali ya vita, hali ya amani, hali ya hofu, mitikisiko na mambo mbalimbali yanajitokeza katika ulimwengu, matukio makubwa yanayogusa ulimwengu wa Kiislamu. Wewe marejeo yako ni wapi? Sasa huko mitandaoni kuna watu wamevaa majoho na makoti ya maulama, wanazungumza kwa lugha ya ilmu, wewe huwajui. Wala uwezi kutofautisha. Msingi wako wewe ni akili yako na utashi wako. Kwa akili yako hiyo ulionayo, ungeiweka katika mambo ya kilimwengu, ikawa mambo ya kilimwengu wayapeleka hivyo hivyo, basi ungeibiwa kila siku na kila siku ungetapeliwa, si ndio hivyo? Huko mitandaoni kuna wauza madawa, madaktari na wasiokuwa madaktari. Sawa. Huko mitandaoni kuna matapeli wa kila aina, na kuna watu wanatapeliwa. Lakini bila shaka wewe kuna mambo umeyasomea, yamekupa maarifa yale ndio unayatumia katika kutofautisha baina ya hili na lile, kwamba hapa sasa natapeliwa, hapa sasa ni kadha. Bali nyinyi mnafahamu kwamba kuna mikataba mingi mnayotaka kuifanya au mnaoifanya au mnaendelea kuifanya. Nyinyi hamthubutu kuifanya mikataba hiyo mpaka mshirikishe jopo la wataalamu wa mambo hayo, usije ukaibiwa. Pamoja na kwamba umesoma,
umesoma lakini hii si fani yako, wewe umesomea kitu kingine, lakini kuna jambo hili sasa itakuwaje? Tumtafute mwanasheria mzuri wa mambo ya ardhi, tulihakiki hili jambo, tuangalie itakuwaje. Unawatafuta wataalamu, kwa sababu kinyume cha hivyo jambo lako litaharibika. Umepatwa na shida fulani hivi ya kiafya, waona kwamba kwa hili lazima nimfuate mtu fulani, atanitatulia jambo hili, hospitali fulani, kwenye vipimo fulani, ujiendee tu. Lakini katika jambo la dini ukizunguka utakuta asilimia kubwa watu hawana utaratibu huo. Utaratibu huo haupo. Yaani mambo yote tutatafuta wataalamu wanaohusika katika mambo hayo, ila dini. Akijitokeza mtu tukavaa kilemba na kanzu nzuri, aweza kusema huyo afaa. Hili ni tatizo. Sasa dawa salafia ya kwambia hapana, jambo hili lazima ulipeleke kwa misingi ya kisawasawa, marejeo yako yawe ni kwa maulama, na Qur'ani inatuelekeza hivyo. Ukisoma aya katika suratul Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله سبحانه ataka watu warejee kwa wanawazuoni, kwa anasema linapowajia wao jambo lolote, linapowajia waislamu jambo lolote. Lakini hapa wanazungumziwa watu wenye tabia ambayo si sawa sawa. Tabia zao wao ni kueneza uvumi, kila jambo linalokuja basi wao wanalieneza kwa kasi. Sasa anasema linapowajia wao jambo lolote linalohusu amani au hofu, wao wanalitangaza haraka haraka. Adha'u bi, vita, mapinduzi, maandamano, si kitu gani, wao haraka haraka wanaeneza zile habari. Usikia huko, usikia hivi, angalia fulani kafanya hivi. Adha'u bi. Sasa Allah subhanahu anasema walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, laiti wangelirudisha jambo hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko hai, basi watu wangerudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekufa, warudi kwenye sunna zake. Wangelirudisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa wenye mamlaka, wenye uwezo, wenye ilmu, wanawazuoni miongoni mwao, wangelirudisha jambo hili. Tafsiri ya wanawazuoni ina nguvu zaidi kwa sababu ya maneno ya hapo mbele. Wangelijua wale ambao wanayachimba mambo miongoni mwao, wana uwezo wa kuyachimbua mambo ndani kabisa na wakayatolea hukumu. Wangewarejeshea wale, wakarejeshea wale wangewapa hukumu kwamba hapana, msihadalike na jambo hili, subirini, fanyeni subra, jambo haliko hivyo, huu ni mtego, msiingie kwenye jambo hili. Lau wangelirudisha jambo hili kwa wanawazuoni walio na uwezo wa kuyachimbua mambo, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Huo ndio utaratibu. Sisi waislamu ndio mfumo wetu na ndio utaratibu wetu. Jambo limetokea ni katika hali ya amani au hali ya hofu, maadamu ni jambo kubwa linaugusa umma, sisi tunatakiwa tulirudishe kwa wataalamu wetu, watuchimbulie jambo lile, hukumu yake ni ipi, tufanye nini katika hali kama hii.
na hizo ni fadhila za Allah kwetu. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh, na laiti kama sio fadhila za Allah na rehema zake zilizoko kwenu. Hii ni fadhila ya Allah, kwamba sisi turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, turudi kwa wanaozuoni wetu. Hizi ni fadhila za Allah na ni rehema zake. Kama si utaratibu huu, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, basi mngelimfuata shaytan isipokuwa wachache tu. Kwa maana ya kwamba yoyote ambaye huu si utaratibu wake atakuwa anamfuata shaytani. Kama huo sio utaratibu wako wa kuamiliana na matukio na majanga na mambo mbalimbali yanayojitokeza ulimwenguni yanayowahusu Waislamu na wengineo wasiokuwa Waislamu, kama huo sio utaratibu wako wewe ni mfuasi mzuri kabisa wa shaytani. Hii ni aya, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, mngelimfuata shaytani isipokuwa watu wachache sana. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alipoileta aya hii, alipoitaja aya hii akasema, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghairi al-la'iq, huku ni kuwatia adabu. Allah anawatia adabu waja wake kutokana na vitendo vyao visivyolingana na wao, vitendo vyao visivyo sawa. Wa annahu yanbaghi lahum idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma wal masalih al-'amma ma yata'allaqu bil amni wa sururi al-mu'minin aw bil khawfi alladhi fihi musibatun 'alayhim an yatathabbatu wa la yasta'jilu bi isha'ati dhalika al-khair, na kwamba inatakikana kwao linapowajia wao jambo lolote miongoni mwa mambo muhimu yenye maslahi na Waislamu, yenye maslahi ya kuwaenea watu wote katika mambo ambayo yanafungamana na amani na furaha kwa waumini, au mambo ya hofu ambayo ndani yake kuna msiba dhidi yao, wanatakiwa wafanye uthibitisho na wala wasifanye haraka kueneza habari hiyo, bali wayarudishe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa wenye mamlaka miongoni mwao, wenye rai za sawa sawa na elimu warudishe kwao, na wenye akili na uwezo wa kuyapima mambo, ambao wanayajua mambo yenye maslahi kwenye umma na kinyume chake. Asema, wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyya wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amrin min al-umur ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. na katika hili kuna ushahidi wa msingi wa kiadabu, nao ni litakapopatikana jambo lolote linalohitajia utafiti miongoni mwa mambo ya kilimwengu, mambo ya kidini, yatakikana kusimamiwa jambo hilo na wenye sifa zinazostahiki na kuwekwa kwa watu wake, wapewe jambo hilo, wakabidhiwa watu wake, wale wasitanguliwe mbele yao, kwa sababu kufanya hivyo ndio kukurubia na kusogelea usawa. Kwa hiyo mambo yanapotokea yanayohusu umma, umesikia kuna vita mahali, kuna mambo mahali yametokea, janga fulani limetokea, usipaparike haraka haraka ukataka kulitolea ufafanuzi jambo lile. Jambo hili lirudishwe kwa watu wake ili wafanye upembuzi yakinifu katika jambo hilo, alafu wazungumze kwa maslahi ya umma. Kisha akasema, wa fihi an-nahyu 'anil 'ajala wat-tasarru'i li nashri al-umuri min hini sama'iha, ndani yake katika jambo hili kuna makatazo ya kufanya haraka haraka na kuyapapia mambo na kuyaeneza wakati wa kuyasikia tu, uliposikia tu ukaanza kueneza habari ile. Wal amru bit-ta'ammul qabla al-kalami wan-nadhari fihi, na watu wanaamrishwa kuzingatia kwanza, kutafakari kabla ya kuzungumza. Hal huwa maslaha fayataqaddamu alayhi al-insan am la fayahjumu anhu, je, jambo hili ni maslaha ili mtu aliingilie aliendelee, au hakuna maslaha ajizuie na jambo hilo? Ukitazama maelezo
ya mwanachuoni huyu na wanawazuoni wengine walipokuwa wakielezea aya hii, wanatuongoza kwamba mambo yoyote yanayotokea kwenye umma sisi tunatakiwa turudi kwa wanawazuoni wetu. Lakini swali, twawajua? Lakini katika namna ya kuififisha aya hii na kuuteketeza na kuunyong'onyeza msingi huu, kitu cha kwanza ni kujengwa dharau kwa wanawazuoni. Wanapewa wanawazuoni na wanasimikwa cheo cha wanawazuoni na elimu watu wasiostahiki. Pia hao wanaostahiki wananyongeshwa kwa kutuhumiwa kwa maneno mbalimbali na lugha chafu za kuwakejeli, ili tusiwe na imani nao tena. Tukishakosa imani na wanawazuoni wetu, basi sisi tutarudi kwenye nafsi zetu, tutahukumiana wenyewe kwa wenyewe mpaka mambo yatakapokuwa yameshaharibika. Sasa itakuwaje? Kumbe ilikuwa hivi mambo yashapita na ushaharibu, na wewe ulichangia katika hilo. Muda huu ni mfupi sana. Sasa nimezungumza mafumbo hivi, labda aya mtakuwa hamjaelewa mpaka mpigwe mifano. Nitawapigia mifano insha Allah juu ya baadhi ya matukio yaliyotokea katika ulimwengu wakati wa nyuma na wakati wa sasa. Tuishi nayo, tuangalie, tujitathmini katika hii, alafu baadaye turudi kuwatambua hawa wanawazuoni ni kina nani. Kwa vijana wenye miaka 30 hivi, hauwezi kusema kwamba mtakumbuka, hamkumbuki kitu, kwa sababu ni matukio yalitokea mwanzoni mwa miaka ya 90. Kutoka mwaka 90 mpaka leo ni miaka 35. Ni wachache sana wenye miaka hiyo baina yenu hapo. Wapo kiasi, lakini wengi wenu bado, si ndio hivyo? Ukisema baba wenye miaka 35 wasimame, ina maana yale matukio yakitokea wao ndio wamezaliwa. Pia atakuwa hawana kumbukumbu. Waliona miaka 40, ina maana ilikuwa ndio pengine wakuchekechea huko. Sidhani kama walikuwa labda wakiabashi, labda waliyasikia kidogo kaka zao na wazee wao matukio hayo kwamba litokea tukio fulani. Mwaka 1990 baada ya kumalizika vita vya Irani na Iraqi na Irani, kwa kipindi kifupi tu, Saddam Hussein ambaye alikuwa ni rais wa Iraq na jeshi lake waliivamia nchi moja katika nchi za Kiarabu kiitwa Kuwait, nchi ndogo sana. Wakaivamia na jeshi, mchana mmoja tu wakaichukua nchi yote ile, kwa madai kwamba ni nchi yao. Wana madai kadha wa kadha, lakini nchi yetu. Jeshi likaingia mijini, likaingia kwenye majumba, wakapora mali za watu, wakabaka wanawake, wakaua, wakachukua madhahabu, wakachukua hiki, wakachukua kile. Yani wakafanya uharibifu mkubwa, na wao wana nguvu, kwa sababu wakati wakipigana na Irani, Marekani ilikuwa akiwapa silaha nyingi sana nzito, walikuwa kipewa silaha na Marekani. Sasa anazo silaha na ana nguvu. Yeye Muislamu au nchi yao ya Kiislamu wa Iraq, wa Arabu wakaivamia nchi ya Kiislamu ya Kiarabu. Zile nguvu zake hakutaka kuivamia Israeli, labda kuna Tel Aviv au wapi na mfano wa hivyo. Yeye akawavamia Waislamu wenzake dhulma wa udwana, na akawa anasema hii ni safari, tunakwenda mpaka Riyadh. Riyadh ni Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Kumbe aje mpaka huko. Ikawa sasa watu wanataharuki, na kule kaikalia nchi kimabavu, na akawa kweli anarusha makombora mengine yanafika Riyadh. Serikali ya Saudi Arabia ikakaa kwenye shura yake, wakajadili, sisi kupigana na Saddam uso kwa uso atatuharibia sana, yeye hana cha kukosa.
hana cha kupoteza. Tufanyeje sasa? Waitwe wanawazuoni. Sisi tuna pesa, tuna fulusi, tuwaite wanawazuoni. Iko lajna ya maulama, kamati maalum ya jopo la wanawazuoni likiongozwa na al-Imam Sheikh Abdul Aziz bin Baz na wengineo katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Swali likaja, je, inafaa sisi kukodisha jeshi la Kimarekani, jeshi la kikafiri kwa pesa zetu kumpiga Saddam Hussein atoke Kuwait na asilete uvamizi wake kwenye nchi yetu? Kiislamu yafaa? Ndio ulizwa wewe sasa. Tumlete kutoka Marekani na pengine kuna kambi zake za kijeshi zipo, lakini alete silaha, sisi tutalipa dola bilioni ngapi tutampa, lakini atoke pale na asije huku kwetu. Hebu tuambieni, katika fatwa ya Kiislamu hiyo yafaa? Alisti'anatu bil kuffar, kutaka msaada kwa kutumia makafiri kwa kutumia pesa yako, yafaa? Wanawazuoni wakakaa wakalitafakari lile jambo, wakapitisha fatwa kwamba kwa maslaha hayo inafaa. Fatwa ikatoka kwamba yafaa, ikaingiwa mikataba ya kumpiga Saddam Hussein. Tuko pamoja? Kipindi kile kile wakatokea baadhi ya wanaharakati, vijana wadogo kwa wakati huu, miaka 30 na ngapi, 40, vijana wale si katika wanawazuoni wenye kuzingatiwa kwa wakati huo, wakatoka na kufanya mihadhara kuonyesha kwamba jambo hili halifai, haifai, itakuwaje na nini. Kwanza hii sio kujilinda, huku ni kutawaliwa, mmeleta makafiri katika nchi za Kiislamu. Wakasema maneno mengi, vijana wengi wakaathirika na propaganda zile. Wanawachuoni wakatiwa kwenye khiana, wanawazuoni wakatukanwa kwamba hawa ni wanawazuoni wa kiserikali, hawa majasusi, hawa wanatumiwa, hawa watawala wanawatumia, hawa hivi, mpaka ile heshima ikaondoka katika nyoyo za watu. Vita ikapiganwa, na nyinyi mwakumbuka, katika kuamsha hisia za Waislamu ikawa Saddam Hussein akirusha skadi Riyadh, nyingine alipeleka Tel Aviv. Skadi, Allahu Akbar, unapiga Tel Aviv. Sasa swali, kama nyinyi mlikuwa mna maguvu ya kupiga Tel Aviv, si mngeanza kuzitumia nguvu hizo kwanza mkawapiga wale wazayuni? Mbona mmewavamia Waislamu wenzenu mpaka sasa mapigwa ndio mapeleka kombora Tel Aviv? Maana yake nini? Lakini kutaka kuamsha zile hisia. Sasa ikawa makundi makubwa ya Waislamu duniani wanamsupport Saddam Hussein. Skadi nyingine imeandikwa Khalid bin Walid. Lakini ni kutaka kuamsha ile hisia za watu, na watu hisia zao zikaamka kweli kweli. Lakini vita ilikwenda, Saddam Hussein akapigwa na jeshi lake likatoka Kuwait, na akaacha kuishambulia nchi za jirani ikiwemo Saudi Arabia. Swali, je, jambo hili, fatwa iliyotoka kwa wanawazuoni, ni fatwa halali au fatwa ya haramu? Je, yafaa kuwatangulia wanawazuoni kwa mujibu wa aya hii? Vibaraka hao, maaskofu hao, Ibn Baz nani, hawana kitu bwana. Wale wakishasema mfalme kasema, basi adhini kwanza.